Hali ya giza la mapema asubuhi ilipokuwa ikitanda kituo cha mafunzo namba 60. Hewa ilikuwa nzito kwa hofu na shauku. Ndani ya uwanja huo mpana, mwanga wa jua ulianza kuangazia mfululizo wa tanki zilizo na silaha nzito zikiwa zimepangwa kwa usahihi wa kijeshi. Lakini tanki hizi si za kawaida. Hizi ni Chonma 20, kizazi kipya cha tanki la KPA, yani Korean People's Army, zikiwa zimeboreshwa kwa teknolojia ya kisasa zaidi ya mabaki yote yaliyotumika awali, zikiunganisha nguvu, ulinzi na mbinu za kisasa za kupambana na adui vitani. Machi 19 mwaka huu ilikuwa siku ya kihistoria nchini Korea Kaskazini. Tanki za Chonma 20 zilipiga hatua yao ya kwanza hadharani, zikijitokeza kwenye mazoezi ya kikosi cha jeshi la ulinzi wa mji mkuu Capital City Defense Corps. Mazoezi haya yalihusu ushirikiano wa vitengo vya askari wa miguu, tanki na operesheni maalum kwa lengo la kuvunja mstari wa ulinzi wa maadui, kupenya kwenye mistari ya mapambano na kushirikiana katika maeneo yenye nguvu ya adui. Miongoni mwa wanajeshi walioshiriki walikuwa askari wa kikosi cha farasi, kitengo cha magari ya kivita kinachofanya kazi chini ya kikundi cha uongozi mkuu, na vitengo vya operesheni maalum vinavyoshughulika na kazi za kigeni. Kila kipengele kilichochanganywa ilikuwa ni kuonyesha ushirikiano wa hali ya juu wa kijeshi, mbinu ambazo dunia ya sasa inahitaji kuendana na teknolojia ya silaha za kisasa. Chonma 20 sio tu tanki, ni alama ya ujasiri na maendeleo ya kijeshi. Uwezo wake ni mkubwa, kwani rada zinapata na kufuatilia mlipuko unaokuja, zikihesabu njia yake na kuzivunja kabla zijafika. Kuongeza kiwango cha moto wa risasi na kupunguza idadi ya wafanyakazi kutoka 4 hadi 3. Lakini pia zinadhibitiwa kwa mbali kutoka kwenye toreti, ikitoa ulinzi dhidi ya ndege na drones. Lakini zikiwa na muundo mpya huongeza uwezo wa kuhimili mlipuko. Kwenye ukaguzi wa kwanza wa mazoezi, Rais wa Korea Kaskazini Kim Jong-un alisema, na hapa namnukuu, "Tumepata mafanikio makubwa katika kuendeleza tasnia yetu ya uundaji wa tanki. Huu ni ushindi wa teknolojia na uthubutu wa kijeshi." Mwisho wa kunukuu. Hii ilikuwa kauli yenye nguvu iliyotolewa mbele ya vipande vya jeshi vilivyokuwa tayari kuonyesha uwezo wao kamili. Katika kila kipande cha mazoezi, mvutano ulikuwa dhahiri. Tanki zilipita katika ardhi ngumu, zikivunja vizuizi vya kimitambo vya adui. Askari wa miguu waliunganishwa na nguvu ya tanki kupenya kwenye mstari wa ulinzi, lakini pia vitengo maalumu vikichukua nafasi za kipekee ili kuunda mstari wa mbele wenye nguvu zaidi. Vile kamera zilikuwa zikirekodi kila hatua, kila tukio na kila hesabu iliyokuwa ikifanyika katika eneo lile, zikionyesha ushirikiano wa kishujaa ambapo kila askari alijua nafasi yake na kila tanki lilikuwa silaha ya kuaminika. Toleo la Chonma 20 limechukua mafanikio ya awali ya Chonma 2 na Chonma 2, likiboresha ubora wa kujilinda, uwezo wa kushambulia, kuongeza kasi ya operesheni, lakini pia kutoa ulinzi wa hali ya juu kwa wafanyakazi wake. Kwa wakosoaji wa silaha za kimataifa, hii ni ishara ya nguvu kwamba Korea Kaskazini inajiandaa kuonyesha uwezo wa kisasa, ikilinganishwa na wanajeshi wa China, Marekani na hata teknolojia zilizojitokeza katika vita vya Urusi na Ukraine. Mnamo Mei mwaka jana, serikali ya Korea Kaskazini ilifichua kiwanda kikubwa cha tanki, ikisisitiza kwamba kuboresha magari ya kivita ya karne iliyopita kwa kizazi kipya ni kipaumbele cha taifa. Mfumo huu wa haraka kwa uzalishaji unamaanisha kuwa Chonma 20 itakuwa kiashiria cha kasi ya maendeleo ya kijeshi. Tanki hizi zinaonyesha uaminifu wa teknolojia ya ndani, uthubutu wa uongozi na mtindo wa kisiasa unaoshikilia nguvu ya taifa, huku ikijitokeza hadharani kwa mara ya kwanza kwenye mazoezi yenye nguvu ya kikosi cha mji mkuu. Mazoezi ya Machi 19 yalionyesha zaidi ya uwezo wa tanki, yalionyesha simulizi ya kishujaa, mvutano wa kijeshi na kisiasa,
lakini na kuonyesha dunia kuwa Korea Kaskazini inajiandaa kwa mbinu za kisasa za kivita, ikijumuisha nguvu, mbinu za teknolojia na mshikamano wa askari wake. Huu ni ushahidi wa wazi kwamba kizazi kipya cha tanki kinaweka msingi wa nguvu ya kijeshi, mvutano wa kisiasa na historia ya kishujaa ambayo inatoka Pyongyang hadi kwenye eneo lolote la mapambano duniani. Na hii ni Shehena Media. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili uwe wa kwanza kupata habari za uhakika.